defamation na mambo mengine. Aidha, marekebisho ya hayo yameondolea adhabu wamiliki wa mitambo ya uchapishaji. Sababu zamani, na hiyo pia tulilika kwa Waingereza, lakini haina maana tubaki nayo, kwamba ilikuwa adhabu pia anapewa anayemiliki mitambo ya uchapishaji. Na sote tunafahamu leo uchapishaji ni biashara. Ni sawa sana na mashine ya kwenda kusagisha. Sasa huwezi kumwadhibu mwenye mashine ya kusagisha kwa sababu mtu amekuja amesagisha nafaka ambayo baada ya hapo imekuwa na madhara kwa walio itumia. Kwa hiyo katika hali ya kawaida hawana uwezo wa kudhibiti maudhui yanayochapishwa katika mitambo yao. Ndugu zangu, katika kuhitimisha, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika wizara hii ambayo kama alivyosema mkurugenzi wa maelezo, mimi naichukua wizara hii kuwa ni mtima wa taifa. Na wale wanaofahamu lugha ya Kiswahili na Kibantu, mtima ni zaidi ya moyo. Mtima ndio kitu ambacho kiko ndani yako, kinachokupa utu wako, kinachokupa utambulisho wako, kinachokutanabahisha kati ya watu wengine, lakini kinachokuimarisha na kukupa nguvu ya kusonga mbele. Nalo hilo ni sekta hizi nilizozitaja. Na haya sio maneno yangu. Ni maneno ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwanza alipolihutubia bunge la Tanganyika kwenye kitu alikiita National Ethic. Tofauti na ethics. National Ethic. Na ethic inazaa ethos, yani tunu. Lakini baadaye katika waraka alioandika mwaka 65 pia alitoa sifa za national ethic. Na akasema mambo haya hata yasipotiwa ndani ya katiba au sheria, yakifanyika watu watasema hapana, hayaendani na mtima wa Tanzania. Kwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa taswira ya Tanzania na hidaya ya Tanzania zaidi katika sekta ya utamaduni, sanaa na michezo, pamoja na sekta yetu ya habari. Michezo ina nafasi kubwa sana katika diplomasia. Utamaduni una nafasi kubwa sana katika diplomasia. Kwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametuwezesha Tanzania kukuza kitu tunachoita mimi diplomasia ya utamaduni, cultural diplomacy. Cultural diplomacy ikiwa ni pamoja na kukuza lugha ya Kiswahili. Wenzetu unaona Waingereza wana British Council, ni cultural diplomacy kukuza lugha yao ya Kiingereza. Wafaransa wana Alliance Française kukuza lugha yao ya Kifaransa. Wajerumani wana Goethe Institute kukuza lugha yao ya Kijerumani. Na sisi tumeanzisha vituo 17 duniani ili kukuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili. Hiyo ni cultural diplomacy. Lakini pia ametusaidia sana katika kuendeleza diplomasia ya michezo. Michezo pia ni diplomasia, sports diplomacy. Tumeona wenyewe ambavyo Tanzania sasa imepanda chati katika bara la Afrika. Kuingia katika 3 bora, yani sisi, Morocco na Senegal, si jambo dogo, ni kubwa sana. Kwa pamoja na unyenyekevu wetu ambao Mwenyezi Mungu ametuumbia wa Tanzania, lakini tufike mahali pia na sisi tuwe na fahari ya yale tunayofanya. Na ukiangalia cultural diplomacy, yani diplomasia ya utamaduni, na sports diplomacy, yani diplomasia ya michezo, hizi ni nguvu shawishi, soft power. Ni nguvu shawishi. Na miongoni mwa mataifa ambayo yamevitumia hivi viwili kwa ufanisi mkubwa ni Waingereza. Na wanaofuata sasa katika bara la Afrika ni nchi gani? Tanzania. Unajua mara nyingi sisi wengine pana ni Tanzania. Lugha ya Kiswahili sasa tumesema ni miongoni mwa lugha ngapi kubwa duniani? 7. Sasa kama ni lugha kubwa 7 duniani, ni lugha ndogo. Na nani anaisukuma hiyo katika cultural diplomacy kama nguvu ya ushawishi? Ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maamuzi ambayo yalifanyika wakati ule watu hawakuelewa. Mwaka 62 baba wa taifa kusema kwamba Kiswahili itakuwa ni lugha ya taifa. Mwaka 64 kusema elimu yote ya msingi, darasa la 1 mpaka la 7 itafundishwa kwa Kiswahili. Lakini baada ya hapo kuanzisha taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili, na baada ya hapo kuanzisha Baraza la Kiswahili la Taifa. Na leo Dr. Samia Suluhu Hassan, na wote mnafahamu moja ya sababu ya ziara yake nchini Kuba
ambayo alikasimu kwa wengine, ilikuwa ni ile kimbunga kilichotokea. Lakini sasa tumekipeleka Kiswahili katika nchi za Karibe na nchi za Amerika Kusini. Na wengine wangeuliza kwa nini huko? Huko ndiko pia kwenye idadi kubwa ya watu wenye asili ya Afrika. Iwe ni Brazil, iwe ni Colombia, iwe ni Cuba, iwe ni Trinidad and Tobago, iwe ni Barbados, iwe ni Jamaica, iwe ni Guyana. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuipa Tanzania nguvu shawishi katika maeneo haya. Na katika soka nimejifunza kwamba kumbe Kariakoo Derby ni miongoni mwa derby maarufu barani Afrika. Nayo pia ni soft power, nguvu shawishi. Lakini nyimbo zetu, ngoma zetu pia zimeendelea kuwa na mvuto mkubwa katika bara la Afrika. Na hapa sijazungumzia mambo ya sanaa za uchongaji kama picha za tingatinga na vinyago vya Kimakonde. Sijazungumza fasheni, mavazi na nini. Sijazungumza vyakula. Ningesema yote hayo tungehitaji siku nzima ya kupitia mafanikio makubwa ambayo yamefanywa. Na hivi karibuni, nadhani ni mwezi huu, tutakuwa na mkutano mkubwa sana kuhusu vyakula. Vyakula. Maonyesho makubwa sana ya vyakula yatakayofanyika hapa Dodoma. Na sijazungumzia Dar es Salaam. Sijazungumzia, ndio nataka kuonyesha kwamba haya niliyotoa ni sehemu tu ya mengi ambayo ningeweza kutamba nayo katika bahari ya sekta hii muhimu, sekta hizi muhimu. Maana ni sekta 4 ndani ya wizara moja. Basi baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana kwa kutenga muda wenu kunisikiliza, na kwa hali ya kawaida ningeambia nawashukuruni sana, naomba niendelee na shughuli nyingine, lakini najua mwandishi wa habari hamtanielewa. Mwandishi wa habari mwenzenu nikwambia, jamani, kwaherini, siku imekwisha, muwahi kwenda studio, sababu mkamalize, ama sivyo mtachelewa na hii story hii ya leo itakosa nafasi kwenye magazeti na TV. Hilo limekubalika ili muwahi kwenda kabla ya deadline. Haya. Nashukuru sana. Sasa na maswali matatu. Shukrani. Kwa hiyo labda baki hapo ili waweze kuuliza. Jamani, sasa tunaomba utaratibu wetu, nenda moja kwa moja kwenye swali. Sinajua sisi waandishi wa habari, keep it simple and short. Kiss. Naomba tuende moja kwa moja kwenye swali. Mheshimiwa Waziri, na jina langu ni Fadhili Akida kutoka Daily News Digital ya kampuni ya magazeti ya serikali TSM. Kwenye sekta ya maendeleo ya utamaduni, tumeona hivi karibuni baadhi ya watu, hasa hao wenzetu wa Hazabe, wanakwenda kama kuingilia mfumo wao wa kimaisha. Maana tumeona baadhi ya videos kitembea wakiwapelekea baadhi ya vyakula, kwenda kubadilisha mfumo wao wa vyakula na vinywaji. Kwa mfano wengine tumeona wakiwapelekea mpaka pombe kali. Sasa ile kiutamaduni naona kama inaharibu ule utamaduni wa Hazabe. Sijui serikali imeliona hilo na inalisemeaje? Naitwa Deus Magale kutoka Magale Blog. Mheshimiwa Waziri, Magale. Ndio Mheshimiwa, wewe ni mwanasheria mbobezi. Na mwanahabari nguli. Na mshereheshaji maarufu. Sawa. Kuna tukio ambalo litokea hivi karibuni la Kariakoo Derby. Wa Tanzania wana michezo waliibiwa fedha zao na hawajawahi kuomba radhi na wahusika. Wewe kama mwanasheria na waziri wa michezo na kwa serikali, sio unaliongeleaje hilo swala hilo? Sawa. Naitwa Richard Mwekenda wa Kamanda wa Matukio Online TV na CCM Blog. Mimi nitaka kujua Kiswahili asili yake Tanzania, na hivi sasa umesema ni lugha ya 7 inayozungumzwa zaidi duniani. Je, kwa hivi sasa imetoa yani tuseme nafasi ya ajira ya Watanzania nje ya nchi ambao wanaenda kufundisha Kiswahili ikoje?
maana tulikuwa tunazidiwa hata na nchi jirani kama Kenya na nini, wakati asili yake ni hapa. Naitwa Lois Joseph, natoka EATV. Swali langu Joseph. Kutoka EATV. Swali langu linahusiana na madeni ambayo vyombo vya habari ilikuwa ikidai, na katika mkutano wa mwisho na Mheshimiwa Rais alisema zitalipwa. Sasa nilikuwa natamani kujua madeni ya vyombo vya habari ambavyo vinadai vimefikia wapi? Kitu cha pili nilikuwa natamani kujua kutoka kwako, umekuwa na nasihi nyingi na historia kubwa ya taifa. Je, wewe binafsi umewahi kufikiria kutoa nakala ya historia ya makabila na taifa letu kwa vijavyo, kwa sababu vizazi vijavyo, kwa sababu kuna namna watu watavihitaji huko mbele, lakini viko kichwani kwako? Mheshimiwa Waziri, tuchukue swali la 6 hili, alafu labda tujibu kwanza. Itakuwa 1, 2, 3, hili la Lois ni la 4. Tuchukue mengine mawili. Okay. Kwa jina naitwa Twaha Kivari, natokea Star TV. Na mimi pia niseme ni msanii, maana wao wamesema ni nitaka kujua kulikuwepo na mfuko wa kusaidia ukamilishaji wa filamu, kulitengenezwa na studio. Mpaka sasa sijapata kujua ni wasanii wangapi wamenufaika na mfuko huo katika kipindi hiki cha awamu ya 4. Awamu ya 6 samani. Wambaki wangapi? Jamani, unajua nyinyi wenyewe ndio mnatakiwa kuwahi studio na kwenye magazeti. Mimi nawahi saa 11 bungeni. Tuendelee. Asante. Nipo la 6. Naitwa David Kavindi. Natokea Vili TV. David Kavindi. Yes. Waziri, ningependa kufahamu ujenzi wa arena, ukumbi mkubwa wa kisasa, ni lini utaanza ili kusaidia baadhi ya wasanii na wadau wengine wa sanaa? Kwa jina naitwa Happy Jerome Balisidia kutokea Manyunyu TV. Happy Jerome Balisidia. Jerome Balisidia. Mheshimiwa, wizara yako imefanikiwa kuandaa matamasha 3 ya utamaduni ya kitaifa. Je, kuna mpango wowote kuandaa matamasha hayo ya kimataifa ili kuvutia utalii pamoja na kutangaza nchi yetu kupitia tamaduni zetu? Asante Mheshimiwa, yale mawili uliyosema yaongeze yametimia. Wambaki wangapi? Hebu tuone. Sasa mbona mnaongezeka? Wewe dada hapo ulikuwa hujainua mkono hapa. Sasa ghafla umeinua. Haya, 8 la 8 nani? La 8 nani? Bwana, tuwamalize wote, alafu nitajibu wote tu. Twende mpaka wamalizike. Mpe na udada huyu. Naona ameshanuna. Mheshimiwa Waziri, naitwa Jenebet Albert Kashaija kutoka Maisha FM. Jenebet Albert Kashaija. Albert Kashaija. Ndio. Mheshimiwa, serikali ni kwa namna gani inatambua na kuthamini mchango wa viongozi wa Kitanzania wanaofanya vizuri katika nyadhifa mbalimbali za kimichezo, sio tu ndani ya nchi bali hata nje ya nchi? Mfano mzuri, jana Engineer Hersi Said ambaye pia mwenyekiti wa Umoja wa Vilabu Afrika amepokea tuzo kutoka World Football Summit WCFS ya kuthamini mchango wake wa kuunganisha vilabu barani Afrika. 9. Mheshimiwa Waziri, inaitwa Zena Mohamed kutoka Times Majira Online. Zena Mohamed kutoka Times Majira Online. Kumekuwa na maendeleo ya teknolojia ya vifaa vinavyotafsiri sauti moja kwa moja kutoka lugha mbalimbali kwenda Kiingereza. Je, serikali kupitia wizara yako ina mpango wote wa kuhakikisha kuwa vifaa hivi vinaweza kutafsiri sauti kutoka lugha nyingine kwenda Kiswahili? Nani mwingine? Naitwa James Bunuma, natoka Clouds Media. James Bunuma. Bunuma. Ndio. Natoka Clouds Media.
Sawa sawa. Swali langu mheshimiwa ni kwamba Machi 27 mlikutana na viongozi wa hizi timu za Simba na Yanga. Nitaka kufahamu labda ni kitu gani hasa ambacho kilizungumzwa, lakini pia ripoti ya hicho kilichozungumzwa na kukijadili mtaitoa lini. Lakini pia ni kuhusiana na ukarabati wa uwanja wa Mkapa. Nitaka kufahamu ukarabati huo utakamilika lini. Waziri, mimi naitwa Matias Kanali, natoka Wazo Huru Media. Subiri kidogo tu. Nani? Matias Kanali. Matias Kanali, natoka Wazo Huru Media. Ningependa kufahamu wizara yako pengine na mkakati gani wa kusaidia haki za waandishi wa habari hususan kwenye masuala ya ajira. Unajua kwa sasa waandishi wengi wanamiliki logo badala ya kataba. Asante sana. Mwingine tuamalize wote tu. Naitwa Ndahani Lugunya, natoka Radio Mwangaza. Mimi ningependa kufahamu Mheshimiwa Waziri. Ndahani. Wewe kweli mtanda? Lugunya. Ndahani Lugunya. Nani? Ndahani. Ndahani. Agwe ulindahani. Ndio. Haya. Sasa umetamka katika Kiswahili imeshindwa. Ungetamka Kigogo Ndahani. Ndahani Lugunya. Lugunya. Ndio, kutoka Radio Mwangaza. Agwe Ndahani Lugunya. Ndio. Haya. Swali langu Mheshimiwa Waziri, ningependa kufahamu uwanja wa taifa wa Benjamin Mkapa umekuwa ukifanywa marekebisho mara kwa mara. Ndio. Lakini juzi tumeshuhudia kwenye mechi ya Simba na Al Masry, uwanja ule baada ya mvua kunyesha, miundombinu yake kidogo ikawa changamoto. Watu wanajiuliza matengenezo ama marekebisho ambayo yanafanywa huwa yanafanywa kwenye maeneo yapi, kwa sababu baada ya mvua kunyesha uwanja wote ikawa changamoto pale. Sawa. Nani waliyesalia tumalize? Mbona mmemfurahia sana Ndahani? Naweza swali zuri Ndahani. Mheshimiwa, naitwa Danson Kaijage, natokea. Alafu unajua mngejua Ndahani ni jina la heshima sana kwa wenye kabila hilo. Apewe mtu ovyo ovyo. Kaijage, jina lako ni? Danson Kaijage. Danson Kaijage. Mimi nataka kujua mnawaenzi vipi watu ambao ni watunzi, tukimkumbuka Mzee Morris na ngoma zake 10 na mtu aliyetunga wimbo wa taifa. Mheshimiwa Waziri, wamemalizika wote. Asante sana. Basi kwanza niwashukuru sana kwa maswali yenu mazuri sana, na tayajibu kwa mtiririko ule mlivyoyauliza. La kwanza la ndugu yangu Fadhili Akida toka Daily News kuhusu wa Hazabe na mfumo wa maisha. Niseme Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaheshimu mila na tamaduni zote za Watanzania wa aina zote. Lakini pia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawapa watu uhuru wa kuishi mahali popote wanapotaka, ikiwa ni pamoja na kubadili mifumo yao ya maisha kama wanataka kwa hiari yao wenyewe. Kwa hiyo mimi nilikuwa sijaona hizo video clip za kwamba wanapewa pombe kali. Sasa maadamu umeniambia hili la pombe kali, kuwapa hao watu pombe kali ni jambo ambalo ni kinyume kabisa cha maadili. Huwezi kuwageuza watu kuwa walevi, na huwezi kutumia nafasi yao kuwa, mimi kwangu naona jambo hilo si jambo mwafaka na linaweza kuwa pia la kuwatweza. Kwa hiyo nitalichukua na kuliwasilisha ndani ya serikali, hasa katika wizara ambazo zinahusika moja kwa moja na masuala hayo. Lakini wa Hazabe katika yale makundi 6 ya lugha niliyosema, sasa wataalamu wa lugha wanasema Kihaza ni moja ya lugha kongwe sana duniani ambayo bado inatumika. Kwa hiyo moja ya maeneo ambayo wizara tunataka kuyafanyia kazi sasa ni kuona namna gani tuweze kuhifadhi na kuitunza hiyo lugha ya Kihaza inayozungumzwa na Wahazabe, ambao ni moja ya lugha za zamani sana. Mara ya zamani walikuwa wanaichanganya na lugha na kundi la Wakhoisan ambao ndio hawa Wasandawe
na wale walioko Botswana na Afrika ya Kusini, lakini sasa imeonekana ni kundi. Lakini pia wizara yetu katika kuangalia urithi usio kamatika au urithi usioshikika au mmoja tafuta jina jingine, yani Kiingereza intangible cultural heritage, inahusu pia mambo ya chakula na virutubisho, na Wahadzabe wana maarifa ya asili, indigenous knowledge, kuhusu aina ya vyakula, aina ya matunda na aina ya miti sasa, ambayo pia ni tiba. Kwa hiyo ni eneo moja ambalo hatuna budi kulifanyia utafiti ili kupata haya maarifa ya asili ambayo wenzetu Hadzabe bado wameyatunza, ambayo baadaye yanaweza kuja kuwa na faida kubwa sana. Tanzania na nchi nyingine za Kiafrika tumepoteza hiki kitu tunakiita genetic resources, ambazo watu wengi hawafahamu kwamba zina pesa nyingi sana. Wanakuja wenzetu kutoka nje wanazichukua, wakizichukua wanakwenda wanatengeneza dawa, alafu baadaye sisi tunanunua. Watu wanakwenda katika milima ya Usambara, wanawakuta matabibu wa Kisambaa ambao wanatibia kifafa, wanakaa chini wanachukua maarifa. Sisi tunaona wale watu hawana maana, wanachukua ile mimea, wakienda wanatengeneza dawa. Tutakapoletewa dawa ya vidonge sasa ya kifafa, watu wataona fahari kuyaandika. Kwa hiyo Wahadzabe wana maarifa ya asili ambayo sasa sisi wizara tumeyachukulia maarifa ya asili kwa maana ya indigenous knowledge na indigenous technology kuwa ni sehemu ya utamaduni wetu ili tuweze kuhifadhi. Lakini hili na mimi nitazitafuta hizo video, nilikuwa sijaziona, lakini hatuwezi kuwapelekea watu pombe kali na kuwaondoa katika mfumo wa maisha. Kwanza wao walikuwa wanatengeneza pombe yao kutokana na asali. Tuache huko kama ambavyo Waathu na wanaendelea kutengeneza dengerua ya asali, wengine wanatengeneza lusuo kwa asali, wengine wanatengeneza nini, na hawa tungekwenda tujifunze hiyo pombe yao ya asili. Lakini kuwapelekea haya makeivanti, nataka kuamini hivyo, inaweza kuwa ni jambo ambalo sio mwafaka. Nije kwa ndugu yangu Deus Magale. Sidhani lililofanyika kwenye Kariakoo Derby ni wizi wa fedha. Hapana. Mashindano huahirishwa, na akiahirishwa walioyaandaa lazima waweke taratibu ama za kuwarudishia watu, mara nyingi kuwarudishia fedha watu waliofanya hivyo. Najua sitaki kwenda sasa, muda hautoshi. Ili uwe wizi inatakiwa uthibitishe vitu viwili kwa Kilatini, actus reus na mens rea, na hapo sioni kama palikuwa na mens rea. Sana panaweza kuwa na actus reus. Kwa hiyo tuangalie hilo. Kuhusu Watanzania ambao wamekwenda kufundisha Kiswahili nje ya nchi, idadi inazidi kuongezeka. Idadi kamili nitaitoa, lakini idadi imezidi kuongezeka baada ya serikali na BAKITA kuwahamasisha Watanzania wengi kuchangamkia swala hili. Na wenzetu hao waliotaja nchi za jirani hawajasukumwa na serikali zao, ila wao wenyewe wamechangamkia soko. Kwa mimi nitoe rai kwa Watanzania wote kuchangamkia soko la kwenda kufundisha Kiswahili. Lakini pia nitoe rai ili tuwe walimu wazuri wa Kiswahili, pia tuwe na uwezo wa kujifunza lugha nyingine. Ni rahisi sana kufundisha Kiswahili unapojua lugha nyingine. Na katika kipindi hiki cha uhamasishaji ni takriban Watanzania kama 37 ndani ya miaka hii minne, ambayo ni juhudi kubwa ukilinganisha na idadi ilivyokuwa hapo nyuma. Lakini ni matarajio yetu kwamba sasa idadi ya Watanzania itaongezeka, na vyuo vyetu vikuu sasa vimekuwa vinafundisha Kiswahili na lugha nyingine, Kiswahili na Kiingereza, Kiswahili na Kifaransa, Kiswahili na Kichina, Kiswahili na Kikorea, Kiswahili na Kijapani, Kiswahili na Kizulu, Kiswahili na Kiyoruba, ili uweze kufundisha lugha Kiswahili na Kijerumani. Kwa hiyo mpaka sasa Watanzania takriban katika mwaka 2023-2024 Watanzania 37 wameweza kupata ajira hizo. Ndugu yangu Aloisi Joseph wa
East African TV, na hii nayo ni moja ya soft power. Ukienda katika nchi nyingi sasa, Kenya, Uganda, vijana wengi sana wanaangalia ETV, hasa hizi nyimbo hizi. Na mimi niliona wakati nilipokuwa external examiner wa vyuo vya Uganda, ukipita kule unaona wameweka ETV, na ndio imewafanya sasa pia wengi waanze kuzungumza Kiswahili. Sasa kuhusu madeni ya vyombo vya habari, tulipokea maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tumeyafanyia kazi. Na haya madeni yako katika hali tofauti. Moja, yako madeni ambayo yamelipwa na yanaendelea kulipwa baada ya kuwa na nyaraka zote zinazohitajika. Lakini mbili, yapo ambayo yana dosari za kisheria. Na hayo yenye dosari za kisheria, wadau hao wameelekezwa kukidhi taratibu zilizopo. Lakini na tatu, wizara inashirikiana na Tanzania Editors Forum kufuatilia wote ambao hawajalipwa ili walipwe. Kwa tuna makundi haya matatu na mchakato unaendelea. Sasa hilo jingine, napokea kwa moyo mnyenyekevu sana ushauri wako. Nitajaribu kufanya hivyo na endelee kunikumbusha, ili mimi nijua ninavyovijua ni vichache. Kama umeona ni vingi, basi endelea kunikumbusha ili nione nafasi ya kuweka katika maandishi. Ndugu yangu Twaha Kivale, kuhusu mfuko wa kusaidia kukamilisha filamu katika awamu ya 6. Mfuko huu uko chini ya bodi ya filamu na kutoa idadi kamili nitahitaji mawasiliano, lakini inafika, sababu filamu nyingi zikienda pale wanasaidiwa katika uhariri wa ile script, wanasaidiwa pia katika mambo ya umahiri wa utengenezaji wa filamu hizi. Na miongoni mwa maeneo ambayo tunafanya vizuri ni katika eneo hilo. Sababu filamu ambazo zimepitiwa na bodi ya filamu zimeongezeka, na kule pia tumeondoka kwenye ule utaratibu wa kudhibiti. Ndio maana tunaomba watu wote wenye mziki wapeleke BASATA, wenye filamu wapeleke miswada yao kule bodi ya filamu Tanzania, kwa sababu lengo letu sisi ni kuboresha. Najua lazima tuondokane na hiyo kasumba. Lengo la hizi bodi sio kudhibiti. Ni kupitia maudhui na kutoa ushauri, rekebisha hapa, rekebisha hapa, rekebisha hapa. Na miongoni mwa maeneo ambayo tumefanya vizuri zaidi katika eneo hili, ikiwa ni pamoja na utoaji wa mikopo ya fedha. Na katika tasnia hii ya filamu zaidi ya watu 2800 wamekopeshwa na kusaidiwa na bodi ya filamu. Na mimi nimefurahi sana kujua kwamba na wewe uko hivyo. Ndugu yangu David Kabindi, ujenzi wa arena utaanza mara tu taratibu zote za upatikanaji wa mkopo huo nafuu zitakapokamilika. Lakini maandalizi ya awali yameanza, ikiwa ni pamoja na kupata eneo na kuandaa michoro. Kwa mara tutakapokamilisha shughuli zote za mkopo, kazi itaanza mara moja. Happy Jerome Barisidia. Matamasha ya kimataifa ya utamaduni kama tulivyosema, tumekwenda Munich, Ujerumani, tumekwenda Tübingen. Na tunapozungumzia Kiswahili, hatupeleki Kiswahili tu. Siku hizi tunazungumzia Kiswahili na utamaduni wa Mswahili ambaye ni Mtanzania. Utamaduni, kwa hiyo lakini ya moja kwa moja utamaduni yamekuwa hilo la Munich, ya Tübingen, na Singeli ilitia fora sana. Na hilo tutakuja kueleza baadaye, kwa sababu hata Singeli ziko Singeli za aina 3 na watu wamengangania aina moja tu ya Singeli, lakini wamesahau kuna Singeli nyingine na Singeli nyingine, na ilifanya vizuri sana katika hayo ya kimataifa. Na lengo letu baadaye tupeleke aina nyingine na nyingine na nyingine ya nyimbo zetu na muziki yetu. Kama nilivyosema, kutokana na uanuwai mkubwa wa Tanzania, haiwezekani mkawa na aina moja ya muziki inayowakilisha Tanzania. Hata Singeli sio ndio kielezo cha Tanzania kama ambavyo watu wamepotosha. Hapana, ni moja kati ya aina nyingi za muziki Tanzania ambazo zote tunabudi kuzipeleka wapi? Kuzipeleka nje ya nchi. Sasa hiyo aliyesema tumechagua Singeli tu, hapana. Kama ilivyokuwa kwa Bongo Flava, sasa Singeli itakuja na muziki mwingine. Ndio maana kuna rumba, kuna calypso. Mbona tukisema rumba tu? Sasa calypso imekuja kuchukua nini? Foxtrot imekuja kuchukua nini?
Sasa unajua wakati mwingine sisi tunaangalia mambo katika mtizamo usiokuwa sahihi, lakini hayo ya kimataifa tumeyafanya na Ujerumani wameyafurahia sana, na tutapeleka zaidi. Na haya ni ya karibuni. Huko nyuma mtu aliyetupa maarufu mkubwa sana Ujerumani, Finland, Norway, Denmark na Sweden ni mzee mmoja Hukwe Zawose Gogo hapa Dodoma, ambaye chuo kikuu cha Helsinki kilimpa heshima ya kumpa udaktari. Kwa Mungu amemrehemu akiwa Dr. Hukwe Zawose baada ya chuo kikuu cha Helsinki kumuona hivyo. Kwa tutaendelea kwa promote na hayo matamasha. Ndugu yangu Kashaija, kwanza nimpongeza sana Hersi kwa heshima kubwa aliyoipata. Heshima yake ni heshima ya Tanzania, na inaonyesha kwamba Tanzania pia tuna uwezo na tuna watu wenye uwezo, na sisi serikali daima imekuwa na waenzi watu wa namna hiyo. Na maada amempata tuzo hii, basi mimi jukumu langu ni moja, nitampa zawadi kubwa sana, nayo ni barua ya pongezi kutoka kwa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Zena Mohamed, hiyo unayozungumza ndio inaingia kwenye kitu sasa kinaitwa artificial intelligence au akili mnemba, akili unde, lakini haiwezi kuwa akili bandia. Maana bandia maana yake sisi bandia ni kitu feki. Na watu wengi sana tunadhani akili mnemba au akili unde imeanza leo. Artificial intelligence, neno artificial intelligence lilitumika kwa mara ya kwanza miaka 69 iliyopita, 1956. Ndio neno artificial intelligence inaanza. Na artificial intelligence tumekuwa tunaishi nayo kwa miaka 15-20 iliyopita bila kujua. Ndio maana leo ukifungua simu yako inakuletea vitu ambavyo wewe hujaviomba, ni kwa sababu algorithms zimekusoma kwamba Zena anapenda mambo haya. Na ndio maana ni vizuri tunapo search mitandao tupende mambo mazuri. Kwa sababu ghafla uko na wenzako limekuja nalo lipenda pap na halitazamiki mbele za watu. Nadhani nimeeleweka. Na ndio maana nenda kwenye Google Translator. Google Translator. Weka Kiswahili itakupeleka kwenye Kiingereza. Weka kwenye Kiingereza itakupelekea kwenye Kiswahili. Lakini baada ya hapo fanya uhariri. Kwa sababu na yenyewe pia bado haijafikia perfection kubwa. Na ndio maana majuzi Mheshimiwa Rais alipozindua jengo la makao makuu ya mahakama pale, mahakama wale wameweka mtambo sasa ambao jaji akizungumza Kiswahili kwanza itaitoa kwenye sauti kuwa maandishi, na ina uwezo hayo maandishi kuyatafsiri katika lugha nyingi. Na ambao wamefanikiwa zaidi wenzetu ni India, kwa sababu wao wana lugha nyingi. Sisi uzuri ni Kiswahili, Kiingereza, Kiswahili. Kwa hiyo serikali imewekeza sana. Moja ni mfumo wa mahakama, lakini pia serikali imewekeza sana sasa katika kuhakikisha kwamba akili mnemba au akili unde tunaandaa vijana wengi watakaosoma masomo ya data science. Lakini ninapokuja kama kwenye akili mnemba, nilisema moja ya kazi yetu kubwa sana, akili mnemba au akili unde haiundi yenyewe inakusanya taarifa ambazo tayari zimeandikwa na kuwekwa katika mtandao. Kwa kazi yetu kubwa wa Tanzania ni kuandika taarifa chanya kuhusu nchi yetu na kuziingiza ili yoyote anayetafuta habari ya Tanzania basi aweze kuipata. Na moja ya changamoto kubwa sasa, tusiandike tu katika lugha ya Kiswahili, tuandike pia mambo mazuri ya Tanzania katika lugha ya Kiingereza, ili hiyo inapotafuta basi inaleta. Na hilo nalo ni jambo tutalizungumza, na hasa kwa upande wa uandishi wa habari. Unaweza kadhani akili mnemba au akili unde inakusaidia katika kuandika habari, usipopitia na kuhariri unaweza kutoa kitu ambacho hakiendani. Niliwahi kufanya utafiti mmoja tu wakati mmoja, ingawa baada ya hapo kabadilika. Niliuliza fulani bin fulani alikuwa nani? Ikasema alikuwa mke wa fulani, wakati kumbe alikuwa ni secretary wake. James Bunuma. Kweli tarehe 27 Machi nilikutana na watu wa Simba Sports Club na watu wa Yanga Sports Club, na nina mpango pia kukutana na wadhamini wa Kariakoo Derby, benki ya NBC. Lengo letu kubwa ilikuwa kuwakutanisha wao, wakutane, waongee. Wakutane wao, waongee. Masuala ya ligi
yanasimamiwa na TFF na bodi ya ligi, na waziri hawezi kuyaingilia kwa kanuni za FIFA kama mnavyofahamu. Lakini ni jambo ambalo kama nilivyosema, Kariakoo Derby imepata umaarufu wa kimataifa na sasa ina wafuasi wengi. Kwa hiyo wizara ilichofanya ilikuwa ni kuwaleta wale pamoja ili tuanze mchakato wa wao kufikia maridhiano na maelewano ambayo hatimaye yatafika mahali ambapo wale wenye dhamana ya kisheria, kikanuni kutoa tamko watatoa tamko. Lakini kazi yangu ni kuendelea kuweka pamoja ili tufike mwafaka ambao utakapokamilika wa kutangaza, sio wizara wala waziri, ni yule ambayo sheria imempa dhamana ya kusimamia mambo hayo. Lakini mambo kama haya yanapotokea hauwezi kukaa pembeni. Lengo lako ni kuwaleta, kaeni, nini kimesibu. Na katika taaluma ya kuwaleta watu ambao wana tofauti, moja ya jambo kubwa, na ndio maana tanyi wa habari, waandishi wa habari siku hizi, sijui kama bado mna embargo. Neno embargo mnalijua? Mnalijua sasa mambo mengi yanapokuwa embargo, sio kwa lengo la kuwanyima watu habari, ila wakati wake haujafika. Si ndio bwana Bunuma? Unajua embargo? Sasa sio kwangu mimi. Wale wanaohusika jambo hili bado liko embargoed. Na baada ya hapo litafika. Lakini kikubwa kuliko yote, sisi ni nchi ambayo hatuna budi kuwa na fahari kwamba tuna derby. Mimi wanaita derby, baadaye nikaambiwa sio derby. Maana umechota kwa kusema debe. Derby. Ni derby muhimu sana. Kwa hiyo kwa wakati mwafaka mambo yanaendelea na haki kabisa, wanaohusika watasema. Lakini na waomba wa Tanzania wawe na subira, kwa sababu jambo hili sasa, hizi klabu zina wafuasi na wapenzi na mashabiki Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda, Kongo, Zambia, Afrika Kusini na wengine wako nje pamoja na sisi. Kwa hiyo heshima hatuna budi kuienzi na kuitunza, na mimi naamini kabisa mwisho wa siku heshima hiyo itafanya tufikie mahali pazuri. Tumefika wapi? Bado ni embargo. Na mwandishi wa habari anajua embargo. Ambaye hajui embargo sio mwandishi wa habari, amedandia taaluma isiyokuwa yake. Twende kwa ndugu yangu Matias Kanali. Moja ya mambo ambayo nimeyazungumza mara tu nilipoteuliwa kuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, na kukutana na waandishi wa habari, lilikuwa swala hili la mikataba ya ajira. Miongoni mwa vitu ambavyo mimi vinanisikitisha na kunisononesha ninapokutana na waandishi wa habari ambao wengine walinifundisha mimi uandishi wa habari na tumefanya nao kazi, leo hali zao ni dhalili. Na moja ya udhalili wa hali zao ni kwa sababu ya kukosa mikataba ya kazi. Hii ni kazi. Hii ni taaluma. Na watu wanaofanya kazi hii na taaluma hii, moja, hawana budi kupata mishahara inayostahili. Pili, hawana budi kupata mafao yanayostahili pale watakapokuwa wazee. Sasa mambo haya ni mambo ambayo, na tatu, kupata bima ya afya. Na wenzetu wengine wana pia bima ya ajali kazini, WCF. Kokote huko lazima tuliangalie. Na moja ya mambo ambayo tumekuwa tunaendelea nayo, na tutafanya kikao hivi karibuni tutakapata nafasi na wamiliki wa vyombo vya habari, ni kuona ni utaratibu gani bora zaidi utakaohamasisha wengi wao sasa kuingia katika mikataba ya ajira na waandishi wa habari, ili waandishi wa habari wapate haki zao kama wafanyakazi. Na nitakutana pia na chama cha wafanyakazi waandishi wa habari. Tumepanga hawa Jouta nitakutana nao. Mimi nilifanya kazi ya waandishi wa habari, nilipata mshahara, nilikatwa fedha kwa ajili ya mafao ya uzeeni, wakati ilikuwa ni NPF. Lakini pia nilipata chombo cha kufanyia kazi kwa mkopo, pikipiki. Na miaka ile ya 70 pikipiki ilikuwa ni kitu kikubwa, mtacheka leo. Ilikuwa kitu kikubwa sana. Kwa sababu kununua gari ilikuwa ni ndoto, sio kwamba una hela. Masharti yake ya kununua gari jipya hawa najua haikuwa rahisi. Ilikuwa mpaka upate kibali. Sasa utatoa sababu gani ya kupata kibali cha kununua gari? Kwa hiyo ulikuwa ukipata pikipiki ni jambo kubwa sana.
Kwa mimi natamani kabisa ndani ya muda mfupi ujao, Mwenyezi Mungu akituwezesha, kazi hii kubwa aliyonipa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan siku ile ananiapisha Tungua, alisema nataka pia uende ushughulikie masuala ya changamoto za kisheria zinazowahusu waandishi wa habari. Tumepiga hatua nzuri sana katika uhuru wa waandishi wa habari, kuwafutia makosa ya kijinai na kuyafanya kuwa ya madai, lakini moja muhimu ni nini kinaingia mifukoni, ni nini kinatufanya tuwe na uhakika wa maisha ya uzee wetu, ni nini kinatufanya tuwe na hakika tukipata ajali mfuko wa World Workers Compensation Fund, sababu watu hawajui kwamba pia sisi tuna kazi ambazo ajali ni nyingi na hatarishi. Kwa hiyo nafikiana na nyinyi kabisa, na ndio maana mimi naona fahari kusema mimi mwandishi wa habari, lakini nasononeka sana kuona waandishi wa habari wanaishi maisha dhalili. Hatuwezi kuendelea kuwa maisha. Wakati wetu palikuwa na lugha ya nabbing, sio bado nabu each other. Nabu ilikuwa aliyepata, nadhani nimeeleweka. Sasa huo ujima huo, mmoja akipata mnagawana, na kesho mwingine akipata mnagawana. Lazima tuachane na aina hiyo ya, lakini naamini kabisa mazungumzo yetu na wahariri au ni wamiliki wa vyombo vya habari yatazaa matunda mazuri. Ndugu yangu Ndahani, kuhusu uwanja wa Benjamin William Mkapa. Uwanja wa Benjamin William Mkapa niseme umefanyiwa matengenezo na karibu yanakamilika. Nadhani mwisho wa mwezi huu utakuwa umekamilika. Lakini niwaeleze, haukuhusu pitch. Kama mnavyokumbuka mwaka juzi, nadhani ilikuwa wakati wa mashindano ya Simba Sports Club na Al Ahly, CAF walitupa $500,000 kutengeneza ile pitch, na wakasema ile pitch tunaweza tukaitumia kwa muda wa miaka 2 kabla ya kuitengeneza tena. Kwa hiyo katika matengenezo, katika ukarabati unaoendelea, swala la pitch haikuwa sehemu ya matengenezo, na tumetengeneza mambo yote. Mtaona majukwaa, na hata nyinyi waandishi wa habari wakati wa CHAN safari mtakuwa na mahali pazuri kabisa pa kufanyia kazi zenu, na wapiga picha mtakuwa na mahali pazuri kabisa pa kuweka kamera zenu, sehemu ya kuweka vifaa vingi sana. Tumejenga ile nani mpya, ile screen ile kubwa kabisa, lakini pitch haikuwemo, na pitch itafanywa kazi baada ya CHAN. Changamoto iliyotupata siku ile ilitokana na mvua kubwa ambazo zilinyesha kwa takriban saa 2, na mvua ilipokoma baada ya nusu saa mechi ikachezwa. Kwa hali hiyo ikaleta changamoto ya uwanja, na ndio maana wizara yenyewe hata kabla ya mtu mwingine yoyote kusema ilitangaza kuufunga ule uwanja ili tuweze kupitia tena na kufanyia marekebisho ambayo yatatuwezesha, ndio maana tumeufunga, kutuwezesha kuendelea na mashindano haya ya sasa mpaka CHAN. Lakini baada ya CHAN ule uwanja, ile pitch, tumeshamaliza uwanja, ile pitch tutaondoa tena na kutengeneza pitch nyingine kwa ajili ya AFCON. Lakini kikubwa ambacho tumefanya, ile tartan, wengine mnaita zulia, ile tartan ile tumejenga tartan sasa ambayo imefikiwa grade 1 katika viwango vya Olympic. Tumeshafikia grade ya juu kabisa ya tartan katika mashindano ya Olympic. Kwa ni kweli kabisa mvua ilinyesha. Mmoja wakazi wa Dar es Salaam walishukuru mvua, maana yake jua lilikuwa limeshakuwa kali na joto, lakini mvua hiyo sisi ikatuletea zahama. Na sisi tu, na hili huwa sipendi kutumia kuhalalisha. Mvua kubwa zikinyesha mambo haya hutokea. Na ndio maana sisi ni wizara yenye watu wanaoona mbali. Mara moja tulifunga uwanja, lakini ukarabati umekwenda vizuri, na hakika mwisho wa mwezi huu tutakuwa katika hali nzuri ya kuwa tumekamilisha. Tunafunga viti vipya, mpaka sasa vimeshafika viti 40,000 vinafungwa vipya, vimebaki 20,000. Tumeshafunga taa zote 360 za uwanja wote. Tumefunga mfumo mpya umeme, tumerekebisha maliwato yote na kuyafanya kuwa mapya. Changamoto yetu kubwa ni kuendelea kusimamia matumizi bora ya hayo maliwato. Tumeimarisha ulinzi kwa kamera za CCTV,
na ule uwanja toka ulipojengwa ulikuwa haujafanyiwa ukarabati, lakini sasa tumechukua hatua kwamba kila mwaka ule uwanja utakuwa unafanyiwa ukarabati katika maeneo yanayotakiwa kufanyiwa ukarabati. Ndio uwanja mkubwa kuliko viwanja vyote katika Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo na sisi tumshukuru sana mzee Benjamin William Mkapa kwa maamuzi yake sahihi ya kujenga ule uwanja, na jukumu letu ni kutunza. Ndugu yangu Kaijage, mzee Morris Nyunyusa na ngoma zake 10 tunaendelea kumwenzi kila siku kabla ya taarifa habari. Kisikia taarifa habari tutasikia anapiga zile ngoma 10. Na sasa TBC pale Likonje pia wanajenga jumba la makumbusho, na miongoni mwa vitu ambavyo vimetunzwa pale ni zile ngoma zake 12. Lakini tunamtakia mapumziko mema huyu aliyetunga wimbo wa taifa ambaye Akbar ambaye sasa ameaga dunia, kwa maelezo aliyotupa yeye mwenyewe, na tunaendelea kukusanya taarifa zaidi kuhusu utungaji wa wimbo wa taifa. Mpaka sasa tumesikia maelezo yake ambayo hatuyatilii mashaka, lakini pia lazima tufanye utafiti mwingine kujua wimbo wa taifa ulivyotungwa kwa maana ya neno Tanzania. Lakini wimbo wa taifa wenyewe, labda watu niwaeleze, wimbo wa taifa wa Tanzania, wimbo wa taifa wa Zambia, wimbo wa taifa wa zamani wa Zimbabwe na wimbo wa sasa wa sehemu ya kwanza ya wimbo wa Afrika Kusini zinafanana. Na mkutano wa wapigania uhuru wa Afrika ya Mashariki na ya Kati uliofanyika Mwanza mwaka 1958 ulifanya maamuzi kwamba nchi zetu zote zitakapopata uhuru za bara la Afrika tuwe na wimbo mmoja wa taifa ambayo melodi yake au mdundo wake unatokana na wimbo uliotungwa na mtu wa Afrika Kusini Sontanga unaoitwa Nkosi Sikeleli Afrika. Na ndio maana leo ukipiga wimbo wa taifa wa Zambia na wimbo wa taifa wa Tanzania kwa ala bila maneno, paka na chorus inafanana. Na huyo aliishi miaka ya zamani, nadhani Sontanga ni miaka 1910 sababu ndio wimbo wa kwanza kutumika na ANC. Kwa hiyo yeye ndio aliyetunga wimbo wa taifa kwa maana ya melody, lakini maneno yalitungwa mwaka 61. Na mmoja wa watu ambao walishiriki katika kuyarekebisha ni Hipslon ambaye alikuwa mwalimu wa muziki chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini na Watanzania wengine akina Stefania Tunginie na wengine. Kwa hiyo wote hao tutawaenzi siku moja ya kueleza nani alitoa mchango gani. Lakini baadaye sasa baadaye Tanganyika ikawa Tanzania, na sasa tumebaki sisi Tanzania na Zambia tumebaki ni kama tulivyokubaliana, na Afrika Kusini nusu ya kwanza, ingawa wao kwenye chorus wanavuta zaidi, alafu baada ya hapo wanachukua wimbo mwingine. Lakini tunaendelea kuwaenzi wasanii wetu mbalimbali katika maeneo mbalimbali kama inavyotakiwa. Kuna ambaye swali lake sijalijibu. Kuna mwingine bado ana hamu ya swali au tupane siku nyingine? Kuna wale walioinua, mmeridhika Maana mimi ndio nimefungua dimba. Sasa nisionekane nimefungua dimba kwa kukatakata maswali. Basi nawatakia kila laheri. Tunajiandaa, ule mkutano utakuwa ni wa vyombo vya habari, utakuwa ni Arusha Julai. Tuna World Freedom Day itakuwa tarehe 28 mwezi huu. Tulikuwa tumepanga 29 lakini tutarudisha 28. Arusha. Basi tutakutana huko Arusha tarehe 28. Funguzi. Kwa mimi nawaomba sana ndugu zangu waandishi wa habari, tuiheshimu taaluma yetu, tuienzi taaluma yetu, lakini kwa haya niliyowaita leo, ndani ya miaka 4 ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan mafanikio makubwa yamefanyika, na miongoni mwa mambo makubwa yaliyofanyika watakuja kuwaeleza mawaziri wengine, mtaona mabadiliko makubwa tuliyoyafanya. Mwendo tumepiga, safari bado inaendelea, lakini sasa Tanzania iko mahali pazuri, na tuitunze amani yetu na mshikamano wetu kwa gharama yoyote ile.
Baba wa taifa wakati amejua kabisa kwamba sasa lazima aage dunia, miongoni mwa mambo aliyosema kwamba najua kabisa Watanzania watanililia sana, lakini mimi nitawaombea sana kwa Mungu Watanzania hao waendelee kuwa na umoja, watunze amani na utulivu wa nchi yetu. Sasa kama hayo yalikuwa ni maneno ya mtu anaye ondoka duniani, ingawa mara zote nimesema Mwalimu amegoma kufa. Miongoni mwa watu ambao amegoma kabisa kufa ni Julius Kambarage Nyerere, amegoma kufa. Ameondoka duniani lakini yu hai. Na ndio maana tukitikisika kidogo, Mwalimu ni dalili yupo. Na Dr. Samia Suluhu Hassan ameyaishi kabisa yale ambayo Mwalimu alitamani ayafanye. Lakini ama kwa kukosana kwa fedha au muda haukuwa mwafaka au hujuma hayakutekelezwa, lakini Dr. Samia Suluhu Hassan ameyakamilisha. Tuko Dodoma sasa na TBC wanakuja Dodoma. Haya, bwawa la Mwalimu Nyerere, SGR ndio hiyo na mambo mengine. Lakini pia nyinyi waandishi wa habari, hata nikiwatazama saa hizi mnapendeza. Wote wa wavulana mko safi, watanashati. Wasichana mko mkaa vizuri, mmesuka vizuri, mmependeza. Hilo nalo sio jambo dogo kuwa na haiba hii, lakini pia mnaonekana mna raha na mmechangamka na mmefurahi. Hayo pia nayo ni matokeo ya utekelezaji mzuri wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika serikali ya awamu ya 6. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa Waziri, tunashukuru sana. Ingekuwa mikutano ya kawaida ningesema tukupigie makofi, lakini sasa waandishi wa habari hawapigi makofi. Tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana kwa kufungua dimba. Leo imekuwa siku nzuri ya kwanza. Tumeanza nyumbani, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, tutaendelea wizara nyingine. Tulipanga kesho tuwe na waziri wa nchi, ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Dakika chache zilizopita tumepokea uzuru. Kwa hiyo inawezekana hatutaweza kuwa naye kesho, lakini kwa sababu sisi tuna namna tunavyowasiliana, basi wakati wote tutawasiliana na nyinyi. Tuna mawasiliano na Mheshimiwa Waziri. Yaani hao wote tukiwahitaji wakati wote, hata sisi wakituhitaji na sisi tukiwahitaji, ndani ya nusu saa tunakuwa tushakutana. Uongo jamani? Na hata ule mfumo Mheshimiwa Waziri uliozungumza, tuko kwenye hatua za mwisho. Tulitaka tuzindue mwezi uliopita mwishoni, lakini tukapata maoni fulani ya wadau ya kuuboresha zaidi. Mengine ni hayo umeyazungumza. Tulikuwa tunaangalia uwezekano wa mwandishi wa habari hadi asifike mahali hata akawa anasachua vitambulisho, lakini hiyo bado kidogo. Yaani akifika hata kutoka kwenye macho tu unaweza kujua huyu ni Gerson Msigwa, mwandishi wa habari wa TBC, sijui na nini, na taarifa zake hizi hapa, pita nenda. Sio tena hii waandishi wa habari wanakwenda kwenye kazi, watu wanaanza kuwa na mashaka kama wewe ni wewe au sio wewe. Lakini angalau Mheshimiwa Waziri, mpaka mwisho wa mwezi huu tumeambiwa sasa hivi tayari mfumo ule uko kwenye majaribio. Tarehe 27 utakabidhiwa kutoka IGA kuja kwetu Idara ya Habari. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 inshallah, kama mambo hayatabadilika, waandishi wa habari wa Tanzania watakuwa na press card za kidijitali. Unatembea na kadi kako tu, ukifika mahali tu chop. Kameshasema Richard Mwaikenda, ila hakataandika kama